Hapa ni halmashauri ya wilaya ya Monduli. Hii ni wilaya ambayo ina fursa nyingi za uwekezaji. Kuna biashara, kilimo, utalii na mambo mengineyo. Lakini leo hii tunakwenda kwenye division ya biashara, viwanda na uwekezaji. Hii ni division muhimu sana ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kiuchumi ya wilaya hii. Twende tukaone namna ambavyo wanafanya kazi. Sogea twenzetu. Tayari niko ndani ya jengo la halmashauri ya wilaya ya Monduli, na hapa nimekuja kuzungumza na mkuu wa division ya biashara, viwanda na uwekezaji, ambaye yeye atatueleza wanafanya vipi kazi hasa kwa wafanya biashara, wawekezaji pamoja na watu wenye viwanda. Twenzetu tukamsikilize. Naitwa Haruna Haji, mkuu wa division ya viwanda, biashara na uwekezaji halmashauri ya Monduli. Division yetu inahusika hasa na usimamizi kwenye mambo ya viwanda, biashara na uwekezaji. Kwenye biashara pia tunajihusisha sana, tunatoa ushauri kwa wafanyabiashara wetu, lakini pia tunasaidia kurasimisha biashara zao kwa kuwapa leseni. Kwenye maeneo ya uwekezaji pia tunajaribu kutengeneza mazingira rafiki kwenye uwekezaji, na tunawahamasisha zaidi wawekezaji kuweza kuwekeza kwenye eneo la Monduli kwa sababu ni strategic area. Monduli ni eneo ambalo limezungukwa na hifadhi nyingi. Tuna Makoyuni, tuna Landland, tuna Manyara Ranch, lakini pia ni corridor kuelekea Ngorongoro. Na kwa jumla jiji la utalii la Arusha kama unavyofahamu ndio kitovu cha utalii Tanzania. Unapowekeza Monduli, uwekezaji wako hauwezi kukaa bila kuwa na wateja. Kwa ni sehemu nzuri sana. Lakini so far tuna deal pia na ufugaji. Tunafuga sana. Kwa maana kuwekeza chochote kinachohusiana na mifugo pia utaweza kunufaika sana. Division yetu inajitahidi sana kuhudumia watu kwa kuwaweka karibu na tumewaanzishia dawati la wafanyabiashara. Na hilo dawati la wafanyabiashara tuna namba maalum ambayo tunaitumia kwa ajili ya mawasiliano kwenye division yetu, kwa sababu tangu serikali ilipoanzisha mfumo mpya wa Tausi, kwanza inamsaidia mwananchi kuweza kupata huduma akiwa kwenye eneo lake bila kufika ofisini kwetu. Atajisajili, atafanya application kwa maana ya maombi ya kuomba leseni, lakini sisi tutafanya approve, na tukimaliza ku approve ataweza kuprint leseni yake ikiwa kule. Dawati la wafanyabiashara liko wazi kwa huduma ya wafanyabiashara, na tunapokea maoni yao, changamoto zao tunazitatua kwa wakati, na tuna namba maalum ya kupokea maoni yao. Kwa hiyo tunakaribisha sana watu wa uhuru, ofisi za biashara na wananchi, vitu ambavyo viko karibu sana. Tunalenga kuwainua wananchi kiuchumi na kufanya biashara zao bila shida na kupata fursa mbalimbali ikiwemo mikopo mbalimbali inayotolewa na serikali. Asanteni sana, karibuni. Bila shaka umepata madini ya kutosha kutoka kwa mkuu wa division ya biashara, viwanda na uwekezaji. Sasa tunakwenda kwa maafisa biashara ambao hawa wapo kwenye department hii au wapo kwenye division hii, ambao hawa tutaangalia namna wanafanya kazi katika ofisi hii. Halo, habari? Salama tu, habari ya saizi? Salama. Unaongea na Godfrey, afisa biashara kutoka ofisi ya biashara wilaya Monduli. Ndio. Sasa nimekupigia ili nikutengenezee leseni ya biashara kwa sababu ni mmoja kati ya wateja ambao hawana leseni ya biashara huko kwenye kata ya Loksara. Ndio. Okay, unajihusisha na biashara gani? Tunajihusisha na biashara ndogo tu ya kuuza vitu vidogo vya dukani. Una maduka mangapi? Na duka moja tu baba, sina duka nyingi. Nakusikia. Nakutengenezea hapa. Hodi. Habari ya hapa? Mimi naitwa Lemalali kutoka kijiji cha Silalei. Nimekuja hapa kuangalia leseni yangu maana imeisha muda wake, ili niweze kupata leseni mpya. Karibu baba, karibu pale. Asante. Paulo Jacob ni afisa biashara mkuu katika halmashauri ya wilaya Monduli. Kwa upande wa mfumo wa ukataji wa leseni, sasa hivi tuna mfumo unaoitwa Tausi. Tausi imegawanyika katika sehemu mbili.
kuna Tausi-Co na Tausi-Poto. Tausi-Poto ni kwa upande wa wateja wetu wa leseni mbalimbali, leseni za biashara na leseni za vileo. Kwa hiyo anaweza akapata huu mfumo kwa kupitia simu yake, au anaweza akapata huu mfumo kwa kupitia kwenye kompyuta pia. Kwa hiyo ni mfumo rahisi kutumia. Wateja kwa upande wa Tausi-Poto, mteja anachotakiwa kuwa nacho, anatakiwa kuwa na NIDA yake, anatakiwa kuwa na TIN number, alafu na namba simu ambayo imesajiliwa na NIDA. Kwa hiyo ni vitu vitatu. Kisha kuwa na hivyo vitu vitatu, anaingia kwenye mfumo kwa urahisi sana. Na hatua za kuingia kwenye mfumo kwa upande wa mteja, kama ni mteja mpya, ana Google, anaenda kwenye create account kama ni mteja mpya. Lakini kama ni mteja wa zamani, basi yeye anaingia moja kwa moja kwa kupitia dirisha la sign in. Kwa hiyo kuna madirisha mawili hapa, kuna dirisha la sign in na dirisha la create account. Hapa kwenye create account, huyu ni mteja mpya kabisa. Kwa hiyo anakuja hapa kwenye create account, anakuja hapa kwenye hii one time password, alafu anaenda next. Kisha next sasa, ndio maana ile pale mwanzo nilisema kwamba anatakiwa kuwa na NIDA. Kwa hapa anaingiza NIDA yake, alafu anaingiza na namba ya simu hapa, alafu itamletea. Akishaingiza NIDA na namba ya simu, ina maana hili dirisha litakuwa liko wazi. Kwa hiyo ataenda mbele zaidi. Sasa hapa tungekuwa na mteja live, anaweza kaingia. Kwa mfano hapa ni sehemu ya kuingizia NIDA 1966. Mfano huyo ni mteja, anaingiza NIDA yake hapo, ni mfano. Hapa anaingiza namba yake ya simu. Tayari unaona ile dirisha limeshafunguka. Kwa hiyo anaenda mbele. Hapa anasema user already registered. Kwa hiyo unaona kwa ambaye tayari ameshasajiliwa kwenye mfumo unakuambia moja kwa moja kwamba mteja huyu tayari ameshasajiliwa. Kwa hiyo ina maana hamna haja, mfumo tayari unamtambua. Kwa hiyo ina maana hapa alipaswa kuja moja kwa moja hapa kwenye dirisha la sign in. Kwa hiyo ata sign in hapa, ataingiza tena NIDA yake. Akiingiza NIDA, kwa mfano hii hapa, na password yake, and then ata sign in. Unaona eh? Kwa hiyo tayari amesha sign in, ina maana tayari ameshaingia sasa kwenye mfumo kama ulivyoona pale. Kwa hiyo hatua inayofuata anaendelea sasa kuapply leseni yake moja kwa moja, anapata. Ni mfumo rahisi sana. Na kuhabarisha na naendelea kukuhabarisha tu kwamba sasa tuko mtaani, tunaelekea kuona au tunaenda kuona basi au kukuangazia namna gani wafanyabiashara wako karibu na kitengo cha biashara, kwa maana ya dawati la wafanyabiashara. Dawati hili liko wazi kwa ajili ya kupokea malalamiko mbalimbali ya wafanyabiashara na namna gani limewafikia wafanyabiashara hawa wa mtaani. Kwa majina anaitwa Lolino Hussein, mfanyabiashara katika wilaya ya Monduli, na jishughulisha na biashara ya supermarket pamoja na miamala ya kifedha, karibu benki zote na miamala ya simu. Pia tunawashukuru dawati la biashara ya wilaya ya Monduli. Kwa kweli wamekuwa msaada mkubwa kwetu kama wafanyabiashara. Wamekuwa wakitushauri, wakitukumbusha kwa wakati kumbuka kulipa leseni, na pia wanatoa elimu ya biashara. Wako karibu sana na wafanyabiashara. Kwa kifupi naweza ngasema dawati la jinsia la biashara ndio msaada wa wafanyabiashara wa wilaya ya Monduli. Na kama mfanyabiashara yote ana changamoto, anaweza kufika ofisini kwao na pia akaomba ushauri na akashauriwa namna ya kufanya biashara yake. Yangu ni haya tu, nashukuru. Asante. Habari? Salama. Mimi naitwa Paulo, natokea ofisi ya biashara. Ndio. Biashara halmashauri ya wilaya ya Monduli. Ndio. Tuko kwa ajili ya ukaguzi wa leseni. Ndio. Ya bucha. Ndio. Tunaomba kuona leseni yako ya bucha. Kuiona kama iko sahihi, tuione. Iko sahihi, inaisha tarehe 23 mwezi wa 9 2026. Ndio. Na mlipia bei yako uko vizuri. Ndio. Sasa unatakiwa leseni uitundike. Sawa? Sawa. Unatundika, tafuta sehemu uitundike. Natakiwa masharti mojawapo ya leseni yako hapa chini. Ndio. Na kuhitaji utundike leseni yako katika eneo lako la biashara, eneo la wazi. Sawa. Sawa? Sawa. Kwa hiyo utundike eneo, lakini
uko vizuri. Ngoja ni kuunganishe na mfanyabiashara anayejihusisha na masuala ya kuuza nyama buchani, na ningependa kumuuliza tu, leseni yako ni ya muda gani? Nimekata leseni ya mwaka. Ya mwaka. Ndiyo. Hii leseni inakuwezesha basi kupata vitu gani vya msingi? Waambie watazamaji. Moja, ni kusaidia kupata pato la taifa. Pili, ni kupata mkopo kwa haraka. Tatu, kuepana na usumbufu wa biashara. Na washauri vijana wenzangu wafanye biashara na wajitahidi kukata leseni, itawasaidia kupata mikopo, itawakwamua kutoka kwenye umaskini na kufanya biashara za kwao za kujitegemea. Kitengo cha biashara kiko wazi kukuhudumia kwa mambo mazuri kama haya. Ukipata mkopo unaweza kupata biashara na ukatoka kwenye hali duni ya maisha. Leseni za biashara. Sasa kwa mujibu wa ile leseni yako imeisha tarehe 15 mwezi wa 4 2026. Kwa utaratibu wa sheria, leseni yako inatakiwa ukatie siku 21. Ndani ya siku 21 baada ya tarehe. Baada ya hapo unaingia kwenye penalty. Na penalty inaingia kwenye mfumo automatically sasa hivi. Kwa mfano kama hii hapa nimeshapitiza siku 21. Kwenye mfumo tayari kule umeshasoma kwamba unatakiwa upigwe sasa faini ya 25% baada ya siku 21, na inaongezeka. Ukiendelea kuchelewa zaidi leseni yako inaongezeka, penalty inaongezeka kwa 2%. Kwa hiyo unajikuta ukiendelea kukawiza mpaka mwaka mzima kwenye mfumo na kusoma ulipe tena kama ada kama hii analipia. Kwa hiyo jitahidi sana kulipa leseni kwa wakati. Umeelewa? Kitu kingine ni kwamba tuna mfumo wa Tausi. Mfumo wetu sasa hivi unapatikana kwenye simu. Kwa hiyo sio lazima uje kule ofisini ukatie leseni yako. Unaweza ukakata ukiwa hapa ofisini kwako. Hapa dukani kwako unatia leseni yako, unaingia kwenye mfumo. Kwa mfano kama wewe tayari umeshajisajili, unaingia kwenye mfumo unaita Tausi Pro, una Google. Ukisha Google na unaenda moja kwa moja pale kwenye renew leseni. Ni mfumo mrahisi sana. Kama unakuletea shida pia unaweza kwenda kwenye stationery yote. Unaenda na ile leseni yako, unawapa tu TIN namba yako kwa sababu tayari uko tayari kwenye mfumo. Kwa hiyo maana ukishatoa TIN namba yako, inakusoma, inaenda tu sehemu yenye renew, una renew, inakuletea control number, ile control number unalipia. Ukishalipa tu leseni yako inakuwa tayari. Unaenda tu kuprint, na ukiprint ili muda mwingine tena usisahau. Unatundika sehemu inayoonekana. Na ndio sheria inakutaka kwamba leseni hii inatakiwa iwekwe sehemu ya wazi. Kutokufanya hivyo nayo ina faini yake. Faini yake ni shilingi 50,000. Kutokutundika hii leseni sehemu ya wazi. Na hii pia inakusaidia sasa wewe kukumbuka, kwa sababu kila mara utakuwa unaona kwamba hivi ile leseni yangu haijaisha kweli. Lakini ukiweka chini hivi ukaweka chini unaweza kusahau kama ulivyosahau. Kwa hiyo sasa sisi tutachukua details zako, tutakutengenezea control number, tutakutumia, utaenda kulipia kwa wakala au kama una hela kwenye simu unalipia kwa kutumia simu yako. Ukishalipia tu ili uprint unaenda kwenye stationery. Kwa kwenye stationery pale watakutolea, watakuprintia, unafanyia lamination au unatengeneza ile frame unatundika pale. Sawa? Mtazamaji, na hicho ndo kitengo cha wafanyabiashara, na maanisha kitengo cha biashara, viwanda na uwekezaji kilichopo halmashauri ya wilaya Monduli, ambacho kazi yake mahususi ni kukufikia wewe mfanyabiashara, kukusikiliza, lakini pia kukusaidia kwa haraka kwa jambo lolote. Na dawati la biashara liko wazi kukuhudumia wewe mfanyabiashara. Na nipende tu kukuambia wekeza katika sekta mbalimbali, na maanisha wale wa utalii, lakini pia viwanda na wafanyabiashara wote wakubwa na wadogo. Ukiwekeza mambo yako yanakuwa super. Kazi na utu, tunasonga mbele.